Baada ya sahani za chakula kuchanganywa, mama wa kambo alijikuta amekula chakula chenye sumu ambayo alimuwekea mtoto wake wa kambo. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaishi pamoja na watoto wake mabinti wawili pamoja na mume wake. Aliwapenda sana mabinti zake, aliwapa kila kitu walichotaka, hakutaka kuona mabinti zake wanateseka. Aligombana hata na majirani zake pale, ambapo waliwagombeza watoto wake hata kwa tabia mbaya walizokuwa nazo. Siku moja mume wake alimwambia kwamba ana mtoto mmoja mwingine wa kiume ambaye alimzaa na mwanamke mwingine, hivyo anataka kumleta pale nyumbani aishi pamoja na ndugu zake. Mwanamke hakuwa na la kufanya, alikubali japo kishingo upande. Aliruhusu kijana yule aje pale nyumbani aishi pamoja na wenzake. Baada ya kijana yule kuja pale nyumbani, mwanamke yule hakuvutiwa na jambo lile kwa sababu alikuwa kijana pekee wa kiume wa mume wake na alipendwa sana na baba yake. Mwanamke yule alimuona kijana yule kama kipenzi cha baba yake na alihisi atapendelewa hata kwenye mgao wa mali za baba yao, hivyo hakupenda watoto wake wagawane mali na kijana yule. Alianza kujutia maamuzi yake ya kukubali kijana yule aje kuishi pale nyumbani. Hakutamani tena kumuona pale nyumbani kwake. Aliamua kufanya mbinu za kumuondoa kijana yule kwenye familia yake. Alimgombanisha na kumchonganisha na baba yake, lakini ilishindikana. Mwisho akafanya uamuzi mgumu wa kumuwekea sumu kwenye chakula, lakini kwa bahati mbaya, baada ya kupakua chakula kwenye sahani na kuweka sumu kwenye sahani moja ambayo alipanga kumpa kijana yule, alitoka nje kwenda kufata kitu. Na alipotoka tu jikoni, binti yake mmoja aliingia jikoni, akakuta chakula kimepakuliwa kwenye sahani. Alidokoa chakula kwenye sahani na ili isijulikane kama chakula kimedokolewa, alichanganya sahani aliyoidokoa akaiweka katika. Baada ya mama kurudi kutoka nje, hakujua kwamba sahani zimechanganywa. Alifikiri zipo vile vile kama alivyoziacha. Alibeba chakula na kupeleka mezani. Alimpa kila mmoja sahani yake na watu wakaanza kula chakula. Walimaliza kula na mama akawa anasubiri majibu ya zoezi lake ambalo amekwisha kulifanya. Aliweka sumu ambayo hufanya kazi taratibu bila dalili zozote, lakini ikishasambaa mwilini inaua kwa haraka sana. Mtu hafiki hata hospitali, anakuwa ameshafariki. Baada ya muda kupita, mama yule alianza kuumwa na tumbo na sumu ilisambaa. Hakuchukua muda mrefu, alifariki kwa sumu ambayo aliiweka mwenyewe kwenye chakula. Sumu ambayo alimuwekea mtoto wake wa kambo kwenye chakula ndiyo sumu ambayo iliondoa uhai wake yeye mwenyewe baada ya binti yake mmoja kwenda kudokoa chakula jikoni na kuchanganya sahani za chakula. Kama umejifunza kitu kupitia simulizi hii, usiondoke basi bila kuacha komenti yako hapo chini.